Karibu sana mtazamaji. Nakuletea video hii ikuletea mawazo na wewe. Nipokea simu kutoka Ruvuma kwa dada ambaye mume wake alimwacha, akaenda akaoa mwanamke mwingine. Toka ameoa mwanamke mwingine mpaka sasa ni mwaka na miezi michache. Sasa mwanaume yule anataka arudi afanye mapenzi na mwanamke aliyemwacha. Inakuwaje hali kama hiyo? Ni kwamba kuna sheria ya kisayansi inaitwa thermodynamics. Hii sheria, kuna sheria 4 ambazo ziko chini ya sheria hiyo ya joto inaitwa law of thermodynamics. Kuna sheria 4, ni sheria 2 zinagusa mahusiano. Sasa sheria ya pili inaitwa the law of thermodynamics, lakini kuna kitu kinaitwa entropy ndani yake. Hiyo sheria kuna kitu kinaitwa entropy. Entropy ni sheria ambayo inapima kiwango, ni theory ambayo inapima kiwango cha usambaratikaji. Kiwango cha usambaratikaji, yani kitu kilikuwa kizuri lakini kinasambaratika. Hebu fikiria, nyumba umeisafisha, imekuwa nzuri kabisa, iko clean, lakini baada ya muda unakuta mavumbi yameanza kuingia. Funguo uliokuwa umeacha kuutumia umeanza kuota kutu. Inakuwaje? Sasa hiyo ni sheria ambayo inasema kwamba ipo katika maeneo yote yale. Sasa kwenye mahusiano ya kimapenzi, mwenzio kuna vitu alikuwa amevipenda kutoka kwako, akaamua kukuoa, akasema ndio huyu, na akaapa kabisa mbele ya madhabahu kwamba huyu kufa ndio kutatenganisha, lakini itakuwa naye katika dhiki na raha. Sasa kuna dhiki zinatokea za kisaikolojia, zinasababisha mtu akuone hufai, anaamua kukuacha. Sasa kutokana na sheria hii ya pili ya thermodynamics, ni kwamba kuna vitu ambavyo unavyo ambavyo mwenzio anavipenda. Sawa, anavipenda. Sasa kwa sababu hukuwa na bidii ya kuviboresha vile alivyokuwa anavipenda, kwenye akili yake thamani yake imeanza kuota kutu. Kama vile chuma ufunguo usipotumia kwa muda mrefu, ufunguo ule unaota kutu. Si kweli jamani? Kadhalika kwenye akili vile vile kuna kutu ya kisaikolojia, kitu ambacho kinapaswa kishughulikiwe. Sasa pale ambapo unafanya vitu vile vile, sawa, unajiona unafanya vizuri, lakini kuna kitu ambacho kwenye sayansi kinaitwa hedonic adaptation. Hedonic adaptation maana yake nini? Ni kwamba kila kitu kizuri ambacho ulikiona kizuri mwanzoni, baadaye ukisha kizoea, uzuri wake huuoni tena. Uzuri wake huuoni tena. Sasa kwa maneno mengine kwamba upo uhitaji wa kila mtu ajue mbinu za kufanya updating, yani kuongezea ubora wa kitu kile kile, lakini unakiboresha. Zamani tulikuwa na simu za kubonyeza bonyeza, siku hizi tuna simu za kupangusa pangusa. Inaendelea, kuna uboresho. Hata magari wanaboresha. Kuna modeli hii ya Harrier, kuna modeli hii ya Anaconda Harrier, kuna modeli hii ya Prado, kuna modeli hii ya Prado tena inaongezeka. Kwa hiyo kuna vitu hivyo. RAV4 ilikuwa iko aina hii, kuna RAV4 za aina nyingine, hali inabadilika. Kwa hiyo kuna updating. Sasa inakuwaje mwanaume ambaye alikuacha anataka kurudi kwako? Ni kwamba kule alikoenda kulikuwa kuna vitu vizuri ambavyo ulikuwa huna, na vyenyewe amevizoea sasa. Sasa anakumbuka kuna vitu vitatu vizuri unavyo wewe. Anakumbuka kuna vitu vitatu ambavyo unavyo wewe. Sasa kule amevikosa, anarudi tena kwako. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Ni muhimu sana kuwa na tabia ya kufanya updating, kuboresha kile ulicho nacho kwa kiwango kikubwa. La sivyo kwenye akili ya mwenzio unaota kutu.
hauna mvuto ule ule, kwa sababu umeota kutu kwenye akili yake, umeota kutu. Ndio hiyo inaitwa entropy. Kwa jambo la msingi, watu waliomo kwenye mahusiano ya kimapenzi kuboresha mambo, hata kuongea tu kuna kuboresha. Jinsi gani unavyoongea vile vile. Kama umekuwa unanifuatilia kwenye YouTube kwa muda mrefu, utaweza kuona kwamba hata ongea yangu imebadilika sasa hivi kwa kiasi fulani. Naongea kwa taratibu kidogo kuliko nilivyokuwa naongea huko nyuma. Nimesoma hili, nimeliona umuhimu wake, umuhimu wa kuongea polepole na kupause. Kwa hiyo hata kwenye jinsi unavyoongea vile vile unapimwa. Tabasamu, jinsi gani unatabasamu vile vile. Kiwango chako, unatabasamu mara ngapi? Kwenye tendo la ndoa wewe uko tu, hakuna tabasamu lolote, hakuna visauti vizuri, hamna uchangamfu, haupo. Inaboa. Kuna mikiki inahitajika. Geuka huko, geuza mwenzio, geuka kufanya hivi, kuonyesha kwamba uko active, unawajibika. Sasa mnafanya mapenzi kimya kama mabubu. Hakuna kipya ambacho kinaingia kwenye akili ya mwenzio. Visauti kidogo, miguno ya hapa pale, michezo madoido yanakosekana. Unaota kutu kwenye akili ya mwenzio, unajipya. Ni rahisi sana kulalamika, wanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja, wanaume sijui nini, utahangaika, nyama ni ile ile, utahangaika na mabucha, nyama ni ile ile. Sio kweli. Kuna nyama nyingine imetiwa pilipili, kila anakuwa tamu zaidi. Mwingine anapenda pilipili. Hebu fikiria, pilipili ni chungu. Lakini kuna mtu anaweza kaizoea pilipili akaiona tamu. Bila pilipili hawezi akatumia chakula, hawezi akala chakula. Alijifunza kula pilipili. Hakuzaliwa anajua kwamba pilipili ni ina utamu wake. Hakuzaliwa hivyo, amejifunza. Kwa hiyo haya mambo lazima tuelewe kwamba haya mambo yana shule vile vile. Tusichukulie tu juu. Inatisha sana. Haya mambo lazima yafanyiwe kazi kikamilifu. Tusichukulie poa tu. Kasi ya wanawake kuchepuka, kasi ya wanaume kuchepuka, kasi ya watu kuachana ni kubwa sana. Tusiangalia mambo tukasema bwana tamaa tu. Wanaume bwana wana tamaa tu. Sio kweli. Kwa nini sasa huyo anataka kurudi kama ni tamaa tu? Kwa nini anataka kurudi? Dada mmoja nikamtumia zile video, kuna video kama 60 hivi za jinsi ya kunogesha mwanaume. Mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Na mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Hebu fikiria kama ungepewa mtihani una maswali 17 alafu ukajibu 4. Utafaulu huo mtihani? Huwezi kufaulu huo mtihani. Kwa hiyo mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake na madoido yake. Zile watu wengi hawalijui. Wanabakia tu kulalamika, wanaume tu tamaa tu. Na wanaume wenyewe kwa sababu wamewasikia wanawake wanasema hivyo, wanasema ni tamaa tu. Dada mmoja Zanzibar kaachwa ghafla. Ukimwangalia dada ni mzuri. Uchumba wa miaka 8. Huyu dada ameolewa akiwa bikra. Kaachwa ghafla. Uchumba wa miaka 8, ndoa ina miaka 8. Kaachwa ghafla. Unakimwona huyu dada mzuri. Pasa nimuulize mpaka nimwambie naomba nitumie picha yako. Akanitumia picha. Akanipigia video call. Akanitumia picha. Alinipigia video call. Tukawa tunaongea tunaona hivi. Ni mzuri huyu dada. Sasa haya mambo nayazungumza hapa mnaona kwamba ni ya kawaida sana. Yatakugharimu. Naomba uyafanyie kazi na kuwekea shuhuda ya dada ambaye ameweza mume wake alitaka kumrudia na kuwekea shuhuda yake hapo chini. Nilipomtumia hizo video mwanaume mwenyewe anataka kurudi. Na kuwekea kwenye comments hapo, message ya kwanza ni ya kwangu.